Kuna watu ambao Mungu ameonya usishindane nao, iwe kwa neno au kwa tendo. Yaani ukibatuka tayari umekula paka. Yaani hata kama yule mtu atanyamaza asikujibu, tayari umeshakutana na agenda ya Mungu. Utaanza kuona tu, utatoka pale kwa nasema mimi nimemwambia kwa kweli. Mimi nimeona tu nimtolee uvivu. Sasa unamwambia, alafu baadaye unakuta mapingo ya chuma. Unaenda kwenye kazi haiendi, unaenda kwenye familia haiendi, unaenda mambo hayaendi, afya ya mwili haiendi, Mungu anazuia. Kuna watu kwenye Biblia, mmoja anaitwa Miriam. Miriam alikuwa dada yake na Musa. Kabisa wa kuzaliwa tumbo moja, toka nitoke. Namba 2 alikuwa Haruni. Haruni alikuwa binamu yake na Musa. Wakati Mungu anawatoa wana wa Israeli kutoka Misri kwenda nchi ya ahadi, mmoja wapo ya mtu ambaye Mungu alimpa Musa ambatane naye ni Haruni binamu yake. Walipokwisha kutoka Misri, wakati Musa anaandaa kikundi cha sifa, praise and worship, ya kumsifu Mungu kwamba ametoa tumani, Mungu akamwambia mchague Miriam dada yako. Huyu Miriam ndiye aliyemchukua Musa kwenye kisafina, akaenda akamweka mtoni, binti Farao akamuokota. Huyu Miriam alikuwa anajua mengi kuhusu Musa. Huyu Miriam ndiye aliokoa moyo wa Musa. Kwa nini? Ndiye alimwambia binti Farao, alikuwa mwanamke jasiri, akasema nikakuitie mwanamke Mwebrania aje akunyonyeshe mwanao. Kwa hiyo alikuwa anajua kabisa haka kwanza kapo kwa sababu yangu nisingekuwepo, mimi nikachukua nikatengeneza kisafina nikapeleka mtoni, nikao mlinzi niangalie katakufaje kadogo kangu hapa. Unaona? Sasa ikaja issue, Musa anaoa mwanamke Mkushi. Unaona? Musa akaoa mwanamke Mkushi. Kamila mkadada yake kakaza mdomo, anajifanya nabii. Ona sasa, ameoa mwanamke ambaye Mungu alikataa, anatudanganya sisi, anajifanya ameshika Torati, alafu yeye mwenyewe anaivunja Torati. Sasa mtu mshigani huyu? Mungu akatulia. Hayo maneno anaongea na nani? Anaongea dada mtu na binamu yake. Miriam na Haruni wanaongea, wanamteta. Musa alipo ile anapiga jungu, yaani jamaa huyu bwana, yaani ndugu yetu huyu amepotoka, yaani sisi tumsaidie Mungu wangu. Alafu nakumbuka, unajua mimi singemweka kwenye kisafina, angekuwa yupo leo. Naona sasa eti hivi Haruni kama mimi nisingemuokota, nisingepeleka mtoni, nikachungulia mpaka binti Farao amemuokota, nikafuatilia, sikuogopa, leo anaishi. Ona mambo anayofanya. Wakaondoka. Musa hajui, Mungu akawatokea. Miriam na Haruni akawaambia, kwa nini hamkuogopa kumnenea mtumishi wangu Musa maneno kama haya? Ni kweli amekosea, ameoa Mkushi. Mungu alikuwa amekataa wana wa Israeli wasichangamane na kabila zingine. Lakini alipokimbilia Midian kule, alikimbilia kwa kuhani wa Midian Mkushi, lakini hakuoa mpagani, alioa mwanamke binti wa kuhani. Lakini hakuwa Mwisraeli. Wakamsimanga, wakasema amevunja sheria, yeye amevunja Torati, mtumishi gani wa Mungu namna hiyo? Naona nini Mungu alifanya? Wakiwa kwenye hayo mambo, Miriam akashangaa tu, ukoma unamwanza. Ukoma kabisa, yani ukoma sio roho, ukoma mwilini. Haruni naye akamwona Miriam dadake ameanza kuwa na ukoma, binamu yake. Akamwambia Musa, bwana tusamehe, unajua wiki iliyopita tulijikuta bahati mbaya, tukawa tunajadili tu mambo mbalimbali, tukajikuta kwenye kujadili tumegusa na mambo yako ya ndoa. Sasa unamuona dada Miriam, vidole vinaanza kuwa namna hii. Mavidole Miriam yameanza kuwa hivi. Baadaye kwenye sheria za Israeli, ukiwa na ukoma huruhusiwi kutumika. Kwa hiyo wakamtoa nje ya hema. Watu wanauliza, nini atuambie amefanya nini? Ametolewa hemani. Sasa Miriam amepata ukoma. Ishu gani? Wanamjua hanaga ukoma, umetokea wapi? Ndipo Haruni akasema, bwana tulimteka Musa, tulimsengenya mtumishi wa Mungu. Naona wameenda nje ya kanuni sasa. Kweli ni ndugu yao, ni kaka yao, ni mtu wa karibu wao, lakini wamemsengenya sasa. Ukoma ukapiga. Mungu akamwambia Musa, usije ukampendelea Miriam kwa sababu dada yako.
mfunge kule nje ya hema, atakuwa na ukoma kwa muda wa siku 40, alafu baadaye tamsamehe na hata tumika tena kuanzia leo. Ndio maana unaona baada ya ukoma wa Miriam hakuonekana tena akiongoza jeshi la sifa. Haruni naye akaambiwa, Haruni naye kuanzia leo ameshusha utukufu. Haruni kwa nini? Ameshiriki jungu masengenyo. Kwa hiyo mtu wa Mungu anaweza akapata madhara kwa kushiriki mazungumzo yasiyoleta sifa njema. Ndio maana kwa mtu wa Mungu kaona wanaanza kusengenya mtu, toka pale, ondoka. Yaani ukiona usengenyaji umeanza mahali na wewe upo ni wa Mungu, una agano hili la amani, ondoka hapo. Waache wasengenye wao. Ili usiwe na ukoma, ondoka hapo. Ili ndoa yako iende vizuri, ondoka mahali watu wanasengenya mtu. Na hususan mtu huyo akiwa mtu mkuu au mtu wa Mungu, mtumishi wa Mungu. Hata watu wengine wa kawaida. Dhambi ya usengenyaji inaleta ukoma, inaharibu maisha, inaharibu baraka. Kwa hiyo ukiona watu wameanza ukaanza kuona hii ni dalili ya kusengenya, toka hapo. Ondoka tu, siwaambie nyinyi mnasengenya, wewe ondoka tu, waache wenyewe wapige juu. Wataona matokeo baadaye. Baadaye wataona. Kwa hiyo mwana wa Mungu na kufundisha haya kukupa tahadhari ya maisha yako ya roho. Kwa kuwa sasa umeokoka, hauna uhuru wa kusema ovyo. Maneno yako lazima yawe na mipaka. Na ukianza kuongea, kuna wakati mtu anagundua kabisa, naanza kukosea. Mungu ni wa rehema. Ukigundua nimeongea kupita kawaida, nimeanza kukosea, ukamwambia Mungu, nisamehe, nimevuka mipaka, Mungu atakusamehe pale pale. Na usiendeleze tena stori hizo.